Jeshi la Israel limethibitisha kuwa waziri wa ujasusi wa Iran, Ismail Hatib, ameuawa katika shambulio la anga lililofanyika usiku jijini Tehran, tukio linaloashiria kuongezeka kwa mvutano kati ya nchi hizo mbili. Tangazo hilo linafuatia kauli ya awali ya waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, aliyesema kuwa Hatib alikuwa amelengwa kwa mafanikio. Kwa mujibu wa jeshi la ulinzi la Israel, IDF, shambulio hilo lilitekelezwa na ndege za kivita za Israel juu ya mji mkuu wa Iran. Hatib, aliyekuwa waziri wa ujasusi tangu mwaka 2021, alielezewa na IDF kuwa mhusika muhimu katika mfumo wa ujasusi wa Iran. Jeshi hilo lilisema wizara ya ujasusi ya Iran ndio chombo kikuu cha kijasusi cha serikali kinachohusika na ufuatiliaji, upelelezi na operesheni za siri ndani na nje ya nchi. Katika taarifa yake, IDF iliishutumu wizara hiyo kwa kuhusika katika kile ilichokiita shughuli za ukandamizaji na ugaidi, ikiwemo operesheni zinazolenga Israel na mataifa mengine. Jeshi la Israel pia limedai kuwa Hatib alihusika moja kwa moja katika kusimamia ukandamizaji wa maandamano nchini Iran, yakiwemo yale ya mwaka 2022 na 2023 yaliyotokana na kifo cha Mahsa Amini. Kwa mujibu wa IDF, alisimamia kukamatwa kwa waandamanaji, kutoa tathmini za kiintelijensia na kusaidia kuzima upinzani. Aidha, IDF ilidai kuwa Hatib aliongoza operesheni za kijasusi zilizolenga maslahi ya Israel na Marekani duniani kote, pamoja na shughuli za ndani ya Israel wakati wa vita vinavyoendelea. Hadi sasa mamlaka za Iran hazijatoa tamko rasmi kuhusu taarifa za kuuawa kwa Hatib. Shambulio hili linaashiria hatua nyingine kubwa katika kuongezeka kwa mvutano kati ya Israel na Iran, hali inayozua hofu ya kuongezeka zaidi kwa mapigano katika ukanda huo.